tumia dakika chache angalau kurudia kile ambacho tulijifunza Jumatatu, alafu tuta take off kwa kile ambacho Mungu anataka tujifunze leo. Amen. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtu ambaye umemkusudia kumgusa na kumpa hatima yake leo. Asante kwa ajili ya mafuta yako ya Roho Mtakatifu. Bwana, yatatuongoza na kututia katika kweli. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Sasa ninafanya kanisa, nachunga kanisa Ufufuo na Uzima. Mimi ni mchungaji kiongozi wa kanisa la pale Ubungo. Ukiwa naenda Kimara, unaona kuna kanisa moja kubwa lina vioo upande wa kushoto. Mimi ndo mchungaji kiongozi pale na askofu wa makanisa yaliyopo Dar es Salaam. Kwa hiyo karibu, hata siku nyingine unaweza kanitembelea tukasalimiana vizuri. Sasa hatima yako, maisha yako. Unajua maisha ya mtu sasa inakuwa ni ngumu kurudia. Anyway, Mungu anisaidie. Tulianza Jumatatu kwamba Mungu ni Mungu wa makusudi. Na huwa makusudi yake yanaanza kwanza, alafu ndo anatafutwa mtu wa kutimiza kusudi ambalo Mungu anataka. Linaanza kusudi kwanza, ukianza kwenye uumbaji, kwenye kitabu cha Mwanzo. Baada ya kuwa Mungu ameumba kila kitu, wakasema basi tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili aende akatawale. Kile cha kutawala tayari kipo. Kwa kabla uhitaji wa mtu, kabla mtu hayupo, kazi ya kufanya ilikuwepo. Kwa kila mtu, ni kanuni ya Mungu kwamba kila mtu kama yuko hai, basi kuna kazi ambayo yupo hai kwa ajili ya hiyo. Tukaona kwenye kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 4 na ule wa 5. Yeye anasema neno la Mungu likamjia Yeremia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Sasa Yeremia alikuwa wapi kabla hajawa tumboni mwa mama yake? Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yaani hata mataifa ambayo Yeremia aliwekwa kwa ajili ya kutoa unabii, nayo Mungu ameshayaweka tayari. So kila kazi au kila kusudi Mungu anatengeneza tayari mazingira yenye kuweza kuaccommodate kusudi lake. Na baadaye nikakuonyesha kwenye kitabu cha naenda haraka kwa sababu sisi ni wasomi, si ndio ndugu zangu? Ninaamini mnaelewa haraka. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 139 na ule mstari wa 16. Biblia inasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Kule Yeremia anaambiwa kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Huku mfalme Daudi anasema macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa siku zote, pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Sasa nilikufundisha, tulishare kwamba ukisikia chuo kwa lugha ya Biblia haimaanishi college wala university. Chuo manake ni kitabu. Sawa Ni kitabu, ndio maana kulikuwa na chuo cha nabii Yeremia, chuo cha nabii Isaya. Hivyo ni vitabu. Kwa hiyo manake kitabuni mwako, ndio maana ile tafsiri ya Biblia ya Kiingereza inasema in your book siku zangu ziliandikwa kitabuni mwako kabla haijakuwepo hata moja. Kwa hiyo tunaanza kuona kwa Yeremia kabla hajazaliwa alijulikana na Mungu. Daudi anasema kabla hajakamilika, maana kabla hajaumbwa Mungu alimjua, na kitabuni mwake ziliandikwa siku zake zote kabla hazijaanza. Kwa maisha yako yanakuwa yanakamilika hata kabla wewe hujazaliwa. Tutaelewana vizuri hapo baadaye. Ninaanza tu kwa kuleta summary ya kitu cha Jumatatu. Isaya 34 mstari wa 16. Kwa faida ya wale ambao hawakuwepo Jumatatu. Isaya 34 mstari wa 16, Biblia inasema, tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Manake kuna vitabu ambavyo Mungu ameandika issue za watu. Unaelewa Daudi anasema katika kitabu chako ziliandikwa siku zangu zilizoamriwa kabla haijakuweko hata moja. Na kwenye kitabu cha Isaya anasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome,
hapana katika hao wote atakayekosa kuwamo. Maana yake hapa sisi wote ndani ya kitabu cha Mungu tunapatikana. Unaelewa eh? Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake, kwamba wewe ukijipata alafu kaanza kumtafuta mwenzako hautaweza kumkosa. Manake kila mtu maisha yako yameandikwa kabla hujaanza kuyaishi. Utakuwa nani, utaanzia wapi, utaishia wapi, ilishaamliwa na Bwana kabla hujazaliwa. Kwa hiyo hasa hapa anasema tafuteni katika kitabu cha Bwana mkaone. Na ndio maana nikatengeneza mfano vitu vyote tunarudi kwa Yesu kama mahala pazuri pa kujifunza. Tulijifunza kwamba sasa Yesu aliishi miaka 700 kabla, niseme Isaya alitabiri mambo ya Yesu. Nabii Isaya aliishi miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa. Ukisoma kitabu cha nabii Isaya, hicho kitabu kilikuweko 700 miaka kabla Yesu hajazaliwa. Isaya alimuona Yesu amezaliwa. Nasema bikira atachukua mimba, atazaa mtoto, jina lake ataitwa Emanueli. Isaya alimuona Yesu. Ukisoma Isaya 9:6, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, maongezi ya enzi yake hatakuwa na mwisho. Isaya alimuona Yesu akiwa anasulubiwa. Ukiona katika kitabu cha Isaya 53, hakika aliyachukua masikitiko yetu, alijitwisha huzuni zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hiyo kwa kupigwa kwake tumepona iliandikwa na Isaya kabla Yesu hajaishi. Na ndio maana sasa Yesu alipokuja kuzaliwa kwa jinsi ya mwili, alipokuja kuzaliwa kwa jinsi ya mwili tulishia kidogo. Sasa kwa ajili ya muda, kwa sababu nina mambo mengi naweza nisirudie vyote, sawa eh? Sasa Yesu alitabiriwa kwamba atazaliwa na Bikira Mariamu. Malaika akamwendea Mariamu kaambiwa utatunga mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni siri sana. Kulikuwa hakuna mtu ambaye mwingine alikuwa anajua, ila vitabu viliandikwa kwamba Kristo atazaliwa katika Bethlehemu. Mariamu angali bado ni mchumba wa Yusufu. Malaika alipomtokea akaambiwa, wewe utazaa mtoto mwanaume, ataitwa jina lake Yesu, maana ndiye atakaoomboa watu dhambi zao. Baadaye Mariamu akawa amejua yeye, hata mchumba wake akumwambia. Anashangaa tu, tumbo linaongezeka. Yule Yusufu kwa kuwa alikuwa mwenye haki, hakutaka kumwaibisha. Sio kama sisi, ukitaka kumwacha mchumba wako unatangaza bweni zima, amenifanyia mambo ya ajabu sana. Yusufu kwa kuwa alikuwa mwenye haki, hakutaka kumwaibisha, akaamua kumwacha kwa siri. Katika ulimwengu wake wa siri akatokewa na malaika, Yusufu, usimwache kumchukua Mariamu mkeo, mimba aliyonayo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yusufu akamuelewa malaika na akamuelewa mchumba wake kwamba hii mimba ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe ungeelewa? So kuna makusudi, hata ilitakiwa akili ya Yusufu awe ndio mume wa Mariamu ili kuelewa hiyo hoja. Sawa. Kuna vitu tunajifunza pia mbele huko, kama tutapata nafasi, hatima ya mtu na familia yake tutaweza kuona. Anamtokea Yusufu, mchukue mtoto mpeleke Misri. Mchukue Yusufu, anaongea na Yusufu. Na Mariamu naye hambishi mume wake. Unaelewa eh? Lakini sasa kumbuka, baada ya kuwa Yusufu ametokea na malaika, kwa wakawa najua watu wawili tu, Mariamu na Yusufu, kwamba yule aliyetabiriwa yuko tumboni mwa mtu. Ila wale Mafarisayo, waandishi wa sheria ambao wanajua maandiko, wanamsubiri Masihi. Wanajua atakuja. Sasa walijua labda atakujaje, we don't know. Lakini alikuwa tayari yupo. Baadaye Mariamu akaenda kwa Elizabeti ndugu yake. Elizabeti naye akajua. Zikafika siku za Yesu kuzaliwa. Akazaliwa. Mara tu baada ya kuwa amezaliwa, kulikuwepo na wachungaji mahala. Wakapelekewa habari. Wale nao walipata habari kwamba yule Masihi aliyesubiriwa tayari yupo duniani. Lakini hizo taarifa hazijaliki sana.
zinapita kwa vipande. Wengine wote dunia nzima inamsubiri, lakini vikundi vya watu wachache vinajua, ila ulimwengu wote haujui. Unakubaliana na mimi hicho eh? Unakubaliana eh? So tunajifunza kwamba kuna mambo ambao wengi hawajui, lakini wachache wanaweza akapata neema ya Mungu kujua. Na Mungu akupe neema uwe sehemu ya wachache wa kujua siri za Mungu. Sasa basi wale malaika waliwatokea wale wachungaji wakaenda kwa Yusufu. Wamaliza mamajusi vichawi toka mashariki ya mbali, nao vinasema yuko wapi mtoto aliyezaliwa? Mmejuaje? Tumeona nyota. Wale hawakuwa wacha Mungu, walikuwa ni wale wanajim wenye kuweza kusoma nyota na wanajua tafsiri ya nyota. Kutoka mashariki ya mbali wakaona kwa hii nyota hii lazima atakuwa ni mfalme. Wakaenda na wenyewe. Wanajua hawa wachache, kikundi cha watu wachache. Baada ya siku 8, Yusufu na Mariamu wakamchukua mtoto wakampeleka hekaluni. Kumbuka hatima ya Yesu hapo. Anapelekwa hekaluni. Kule hekaluni anakutwa mzee mmoja anaitwa Simeoni, ambaye ameonywa na Roho Mtakatifu kwamba hata kufa mpaka amshike Masihi mkononi mwake. Ilikuwa coincidence, sio kwamba labda Mungu alimwambia siku yenyewe ndio leo. Yaani kama hivi tu, siku zote Mungu anatenda kazi kwenye desturi. Ile rutini yako ndio itakufanya ukutane na Mungu. Unaweza kuona tu kwamba ni rutini tu, kwamba tuna associate week ya kila mwaka, lakini tuifiri tofauti hii kwa jina la Yesu. Siku zote Mungu atakutana na wewe katika desturi yako. Sasa yule mzee alikuwa na desturi ya kukaa hekaluni. Anashangaa Yusufu na Mariamu. Kumbuka wakati huo Yesu hajajua kuamua, ni maamuzi ya wazazi. Tukapoangalia kule hatima na familia, tukipata neema. Wakati wewe ungali mchanga, kuna watu walikuwa naamua kwa niaba yako. Kipindi wanaamua kwa niaba yako, walikuwa wanakupeleka wapi? Who knows? Kuna mtu unajitukia tumekuwa mtu mzima na chale, lakini hata unawaza hata sijai kwenda kwa mganga, zimetoka wapi? Unajua kwa nini? Ni kwa sababu watu wanakupeleka mahala ambapo wao wanaamini kuna msaada wao. Kwa umri ambao Yesu hajui, ni wazazi wake wamempeleka hekaluni. Lakini kule kumpeleka hekaluni ilikuwa ni sehemu ya hatima yake, kwa sababu kulikuwa na mzee kule anamsubiri. Yule mzee Simeoni ameletewa mtoto, kwa sababu ilikuwa desturi ya Wayahudi kwamba baada ya siku 8 mtoto anatahiriwa, anapelekwa hekaluni kwa desturi yao. Anampokea, anaanza kuongea maneno, sasa waweza kumruhusu mtumishi wako alale kwa amani. Wale wazee wanashangaa tu, kivipi? Sema kwa maana nimeona leo mtoto huyu amewekwa kwa ajili ya wengi kuinuka na wengi kuanguka katika Israeli. Wale wazee wanasikia, hawajamwambia kwamba, hawajafafanua. Roho wa Bwana ana extend information. Kwa hiyo tunaanza, yule mzee wa kanisani naye amepata taarifa. Ndani ya kanisani siku ile kalikuwepo kamama kamoja, kilikuwa kajane, kanaitwa Hana binti Fanueli. Nako kalikuwemo siku ile mle ndani. Kalivyomuona Yesu nako kakatabiri, kana miaka 80 na. Yaani kamefiwa na mume wake miaka 7 tu ameishi naye. Kwa akasema mimi nitadumu katika hekalu mpaka siku ile ile, na akafanikiwa kumuona Yesu. Tuelewe kuna kitu nalenga, sawa? Sasa kwa muda wote huo, baadaye malaika akamtokea Yusufu, mtoe mtoto wako mpeleke Misri. Herode anataka kumuua. Yesu akatoka Bethlehem akapelekwa Misri. Wale wachungaji wanamtafuta. Kulikuwa na kijana ambako kalipozaliwa malaika walishuka, kalienda wapi? Amepotea kwenye mzunguko wao. Yaani kapotea, hawajui yuko wapi. Wanasema ile zile nyimbo za malaika.
na mbwembwe zote zile, aliishia wapi? Alienda Misri kwa sababu Herode alikuwa anataka kumuua. Lakini kule Misri kwenyewe, Misri tunavyoongelea Misri ni Afrika. Sasa ndugu zangu manake Yesu wakati ambao kulikuwa ni wa hatari, Afrika ilikuwa ni mahala pa salama yake. Katika ardhi ya Afrika. Sisi ni Waafrika. At least naweza kupata fahari kwa ajili ya hicho. Kwamba sisi pamoja na kwamba hatuna teknolojia kama ya wale, lakini Masihi aliona salama katika Afrika. So be proud. Nyinyi ni wasomi. Msijisikie wanyonge kwa sababu kwenda kule haviko vya huku. Tujivunie kwamba tulimhost Yesu katika uchanga wake angalau. Akakaa huku. Baadaye Herode kafa. Malaika akamtokea Yusufu, mtoe mtoto katika hiyo nchi ya Misri, usirudi naye Bethlehem, nenda naye Nazareti, kwa maana ili litimie andiko kutoka Misri na limuita mwanangu. Lakini pia ili litimie andiko hatakiwi kwenda Nazareti, hatakiwi kwenda Bethlehem, anatakiwa kwenda Nazareti, kwa maana kutimiza andiko ataitwa Nazarayo. Maisha ya Yesu yalikuwa ni skripti iliyoandikwa. Amen. Na ndio maana sasa baada ya muda watu wote wameshasahau miaka 30. Unajua labda kale katoto kalichinjwa na Herode. Kwenye hatari ya Herode hakakuwemo. Wakati watu Herode mfalme anatafuta kuangamiza hatima ya Yesu, Mungu alimlinda. Kwa namna hiyo hiyo ambayo Mungu alimlinda Yesu, apate kulinda na wewe. Hatari isikuondoe mpaka uishi hatima yako kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, hatima zinawindwa na siku zote shetani siku zote pointi ya kushindana na wewe ni kwenye hatima. Kwa sababu hatima yako wewe ndiyo maisha yako. Hatima yako wewe ndiyo maisha yako. Kwa utakuta mtu mwingine anapelekwa mbali sana na hatima yake. Au mtu mwingine anawekewa hali fulani kwenye mwili au udhaifu au tabia au ugonjwa kumdisqualify kutimiza ile hatima. Shetani ukimwona mtu ana kifungo chochote, shetani analenga hatima. Nitakuonyesha hapo baadaye. Sasa Yesu baada ya miaka 30 sasa amefunga siku 40, katokea katika Biblia inasema akaenda katika hekalu la lililokuwepo kwenye nchi yake. Alipofika pale, hiyo ni Luka sura 4 na mstari 18. Alipofika pale akaambiwa, Bwana, hebu soma. Siku ile alipopewa chuo, akapewa chuo cha nabii Isaya. Alipopewa chuo cha nabii Isaya, akatafuta mahala palipoandikwa. Sababu anajua kabisa ni wakati wa kuyaishi yale niliyoandikiwa. Hakuwahi kufanya chochote nje alichoandikiwa. Alipoona sasa amepewa nafasi ya kusoma, akasoma katika kile chuo cha nabii Isaya, akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Wale wenyeji wa pale Nazareti wanamkodolea macho hivi. Anasema, sawa. Next. Kwa maana Bwana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwafungua waliofungwa, vipofu wapate kuona, na kuwaganga waliao. Aliongea mambo mengi. Baadaye akakifunika kitabu, akakirudisha kwao. Akamwambia, leo hii wale wamemkodolea macho, wanamjua ni mtoto wa Yusufu seremala. Kumbuka amezaliwa Nazareti, amezaliwa Bethlehem. Yusufu ana miaka kama 8 hivi, hayupo Nazareti. Wanashangaa tu anarudi na mtoto mwenye miaka 8. Mzee ulienda wapi? Na kumbuka yule malaika, ile siri ya ile mimba ni ya Yusufu na Mariamu tu. Kwa wala haikutangazwa kwamba jamani, hii mimba ni ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Yaani ilikuwa ni siri yao tu. Baadaye sasa
wale walijua kabisa kwamba haka katoto ni katoto kanani? Ka Yusufu. Wanashangaa baadaye eti baada ya kuwa kamesoma kwenye sinagogi akasema, leo hii haya maandiko yametimia masikioni mwenu. Watu wakang'aka, wakasema haiwezekani. Kwa nini? Wao wanamwona ni mtu wa kawaida. Yesu alikuwa ni mtu wa kawaida kama wewe. Alipokuwa kwenye hali ya mwili alikuwa na sababu zote za kumdoubt, lakini alikuwa ni Mungu 100%. Kuna siri kubwa nyuma ya watu. Laiti ungejua huyo aliyekaa naye karibu atakuwa nani. Mimi nakwambia ungemnunulia dina. Kesho ya mtu, nisikilize, kesho ya mtu, umai kula nyama za kwenye foili zile inakuwa imefungwa fungwa. Ndivyo ilivyo kesho ya mtu. Imejaradiwa makaratasi ambayo hakuna anayejua isipokuwa Mungu tu. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mtu 100%, na alikuwa Mungu 100%. Kwa zile tabia zote zile za kibinadamu alikuwa nazo. Sasa alipoanza kusema kwamba mimi ni Mungu, wakataka kumpiga. Na hiyo imeandikwa wapi? Hiyo Roho wa Mungu iko juu yangu, ilikuwa kwenye kitabu cha Isaya sura 61. Kuanzia mstari wa kwanza hapo. Unaanza kuona kwamba yani inawezekana kabisa mtu anaweza kazaliwa, anaweza kakua, anaweza kaishi na ana ndugu zake. Mariamu baada ya kumzaa Yesu alikuwa ni mke kabisa wa Yusufu. Yale mambo mengine ya mume na mke yakaendelea na watoto wengine wakazaliwa. Kwa kulikuwa na ndugu kabisa, ndugu za Yesu wa tumbo moja. Unanisikia? Na wale ndugu hawakuweza kumwamini Yesu kama Mungu. Siku moja ndugu ameona hatari mahala anataka kupigwa mawe. Wakamwambia, wewe ni nani anayetafuta umaarufu alafu najificha? Jitokeze. Yaani ndugu anamseti kwenye hatari. Na siku zote mtu atakayeshindana na hatima yako inaanzia nyumbani kwenu. Ni ngumu kweli kuamini kama mtu na hatima ndani ya familia yako, sababu anakuona ni wewe. Kuzaliwa na mzazi wako haimaanishi kwamba eti ndo uko hivyo. Fungua macho vizuri. Fungua macho vizuri. Yohana alikuwa na wazazi wake wawili. Baba yake Zekaria, mama yake Elizabeth. Taangalia kwenye kitabu cha Luka. Yohana, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 1 pale kuanzia mstari wa 6. Biblia inasema palikuwa na mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Yohana. Sasa how comes ametumwaje kwa Mungu wakati tunajua baba yake yule pale, mama yake yule pale? Kuwa na wazazi wa mwili haimaanishi unatoka kwa Mungu. Baba wa mwili wanatoa ili jengo la nje. Huu mwili, mtu ni roho. Mtu sio huu mwili. Mwili kama umai kuhudhuria mazishi, unaambiwa kwamba mtu, unaona mwili wa mtu upo pale, lakini unaambiwa marehemu ndugu yetu ametutangulia mbele za haki. Ametangulia mbele ya haki wakati tunamwona hapa, ana masikio, ana kila kitu kinachomfanya aitwe mtu. Lakini ule ni mwili unaitwa mwili wa. Ule mwili hauitwi mtu. Mwili wa mtu. Si kama mnanielewa? Kwa hiyo ndio maana Mungu anasema roho zote ni mali yangu. Na ndio maana sasa watu wote wametoka kwa Mungu kabla hajaingia kwenye matumbo ya mama yao. Ndio maana sasa Yeremia alijulikana na Mungu kabla hajawa tumboni, alikuwepo mahala. Kama alikuja duniani kwa ajili ya kusudi. Manake yeyote ambaye yupo kwenye mwili ni kwa ajili ya kusudi.
na yanaandikwa kwenye kitabu cha Mungu mambo yanayohusu wewe, maisha yako. Yesu miaka 700 kabla hajazaliwa mambo yake yalishaandikwa. Na Isaya kwa kipindi chake watu wangeweza kusema ni nabii wa uongo. Mbona alitabiri kwamba alichukua masikitiko yetu? Mbona hatuoni mtu akuchukua masikitiko? 700 miaka baadaye mtu anakuja kuzaliwa. Maana yake wewe kuzaliwa leo, usio kasema mambo yako hayajaandikwa. Yapo ndani ya kitabu cha Mungu. Unasikia Mambo yako ndani ya kitabu cha Mungu. Katafuteni katika kitabu cha Mungu mkasome. Maana hakuna hata mmoja ambaye hatakosa kuwemo, wala hakuna ambaye atakosa kumpata rafiki yake. Mambo yako hata kama wewe ni ya kusoma yanapatikana mle ndani. Hatima yako kama ni ya shule inapatikana mle ndani. Hatima yako kama ni ya biashara inapatikana mle ndani. Hatima yako kama ni ya chochote inapatikana mle ndani, regardless. Na ndio maana tuangalie kwenye kitabu, nina chop ini kwenye siku ya leo sasa, sawa Amen. Tuangalie kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 11. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 11, Biblia inasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ameiweka hiyo milele wapi? Akina nani? Akina sisi. Usilifae wengine. Kila kitu ni kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi wanadamu asiweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Milele yako imekuwa mounted kwenye moyo wako. Kwa unavotembea, unatembea na milele yako. Unavoishi, unaishi na milele yako. Unavokula, unavolala, chochote unachofanya, unafanya na milele yako. Kila kitu umeshakimaliza ndani yako. Na ndio maana unaona sasa kwenye Biblia inasema hivi. Kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 mstari 20 hadi 21. Watu walikuwa wanamuuliza Yesu, hebu tuambie, ufalme wa Mungu, ni Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawaambia, ufalme wa Mungu hautakuja kwa kuchunguza kama mnavyochunguza, kwa maana ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Hata ufalme wa Mungu upo ndani humu. Na kwa kanuni ya mfalme, hakuna ufalme usio na mfalme. Manake kama ufalme wa Mungu uko ndani, manake mfalme yupo ndani, kwa mizani ile ambayo mfalme alivyo. Unasikia? Amen. Yaani ufalme wa Mungu umo. Nani anaamini hicho kitu? Amen. Na kama unaamini ufalme, hakuna ufalme usio na mfalme. Manake ni ufalme umekaa ndani, na mfalme na nguvu zake na majeshi yake na kila kitu uko ndani. Kwa ajili ya nini sasa? Kama ufalme uko ndani yetu, aliweka kwa ajili ya nini? Milele ameiweka ndani, ufalme ameweka ndani, mfalme amemweka ndani, vyote ameviweka ndani. Kwa ajili ya nini? Wafilipi 1:6. Nami niliaminilo ndilo hivi, ya kwamba yeye aliyeianza kazi njema ndani yenu ataitimiza. Amen. Umilele umewekwa ndani, ufalme umewekwa ndani, kazi njema imewekwa ndani. Kinachoitwa kazi njema ndo hatima yenyewe, ishawekwa. Huyu mfalme yuko ndani kwa ajili ya nini? Yuko ndani kwa ajili ya kulinda kile alichokiweka kisiharibike. Yuko ndani analinda maslahi yake. Kama mai kwenda benki, wale wanaoweka hela benki kwa kukuta CRDB, kulingana na mzigo ulivyo ndani, utaona walinzi walio pale nje.
Ameweka kazi kubwa, kazi njema, ndo kusudi, ndo hatima. Kwa Mungu yuko mle ndani, Mungu analinda cha kwake, na ndio maana ile hatima yake iliyo ndani yako anailinda kwa gharama kubwa sana. Ukiishi mbali na hatima yako, ukifanya kitu nje ya hatima yako, tafuta mlinzi wa kuilinda, kwa sababu Mungu analinda cha kwake. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu, hatima imo ndani yenu, kazi njema imo ndani yenu, Roho Mtakatifu yumo ndani yenu, Mungu yuko ndani yenu. Kwa lengo la nini? Kuhakikisha ile kazi aliyoiweka anaitimiza. Na ndio maana Yesu baada ya kuwa amefufuka akawaambia wanafunzi wake kina Petro, akawaambia mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi. Nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote yale niliyoyaamuru ninyi, na tazama niko pamoja nanyi hata mwisho. Kwa kadiri unavyofundisha watu ndivyo ambavyo yeye anakuwa pamoja nanyi. Na ndio maana hata sasa hivi hapa yuko pamoja nasi, ili mradi ukifanya kazi ya kufundisha, Yesu yuko pamoja na wewe. Granted, tazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Na ndio maana sasa ile kuthibitisha ile, ndio maana kina Petro hata baada ya Yesu kuondoka wananyanyua viwete, wanapoza wagonjwa. Kwa nini? Yuko pamoja nanyi. Zile kazi zile ndani yako zianze kuchipua kwa jina la Yesu Kristo. Yale maajabu, zile ishara kwa mikono yako, wagonjwa wapone kwa mikono yako, wafu wafunguliwe kwa mikono yako, watu wabarikiwe katika jina la Yesu. Na ukifanya hivyo, anakuwa pamoja nawe kwenye masomo, anakuwa pamoja nawe nyumbani kwako, anakuwa pamoja nawe kwenye ndoa yako. Kwa kadri unafanya kazi ya Bwana, yeye anakuwa pamoja na wewe ndani ya familia yako, ndani ya kazi yako, ndani ya duka lako, anakuwa pamoja na wewe. Akili ni nini sasa? Akili ni kuendelea kufanya ile kazi ili yeye aendelee kuwa pamoja na mimi. Anapokuwa pamoja na mimi ndivyo ninavyokuwa salama. Anapokuwa pamoja na mimi ndivyo ninavyokuwa na amani. Anapokuwa pamoja na mimi ndivyo ninakuwa na furaha. Anapokuwa pamoja na mimi ndio ninakuwa na nguvu. Na ndio maana furaha ya Bwana mnasema. Sasa hebu jaribu kufanya Bwana ili afurahi, natakiwa nifanye nini? Ukitaka upate nguvu za Mungu, fanya kile kinamfanya Bwana afurahi. Otherwise, manake ni kinyume chake. Ni kweli, kama furaha ya Bwana ni nguvu zake, ni nguvu zako, huzuni yake manake kuna kitu kinachomfurahisha, ukikifanya nguvu inakuwa juu yako. Na ndio maana nguvu za Mungu ni za muhimu sana, ila sio kwa ajili, ni kwa ajili ya kazi iliyo ndani yako. Ni kwa ajili ya kazi. Yeye aliyeanza kazi njema ndani yenu. Na ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, ipo kazi. Efeso 2 mstari wa 10, Biblia inasema, maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyaweka ili tuenende kwa hayo. Usitafute vya kuenenda kwavyo, ulishatengenezewa. Unajuaje? Katafute katika kitabu cha Bwana ukasome. Maana hakuna mtu ambaye matendo yake yanakosa kuwemo mle ndani. Katafute katika kitabu cha Bwana. Ukitafuta ndani ya kitabu cha Bwana huwezi ukajikosa, utajipata tu. Hata kama uko ndani ya vifungo, hebu jaribu kujiuliza, hivi kweli ndo hiki? Nilizaliwa ili niwe mgonjwa? Nilizaliwa ili niaibishke? Nilizaliwa nini? Sababu ya kuishi?
Ninamjua mtu mmoja kwenye Biblia ambaye alikuwa ni mhubiri wa Injili. Kusoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 5. Unamwona jamaa anaishi nchi ya Wagerasi, Decapolis. Nchi ya Wagerasi ilikuwa ni jamii ya watu wafugaji. Kwa nafuga nguruwe, sio nini na nini kule. Kulikuwa na jamaa ambaye alikuwa anaishi makaburini. Hiyo story najua unaijua. Anaishi makaburini, anajikatakata na mawe. Watu wakijaribu kumfunga, anakata kamba. Siku moja Yesu akapanda kwamba twende ng'ambo. Na siku ile bahari katibuka sana. Shetani anatibua bahari ili msaada usimfikie yule mtu. Wanafika tu pale ng'ambo, yule jamaa akamkimbilia. Yesu akamfungua yule mtu. Baada ya kuwa yule mtu amefunguliwa, akamwambia, naomba nifuatane na wewe. Yesu akamwambia, usinifuate. Nenda katika kijiji chenu ukawahubirie watu ni mambo gani aliyokutendea Bwana. Amen. Manake kusudi la huyu mtu tangu mwanzo ilikuwa ni uhubiri. Biblia inasema akatoka akaenda kuhubiri Dekapoli. Deka ni miji 10. Dekapoli zikiwa ni miji 10. Ni miji imeendelea, imestawi, iko mahala pamoja. Kajamaa kalifungwa kwenye vifungo. Lakini kumbe hatima yake ni kwenda kupeleka injili mahala. Ndio maana sema shetani anamuinda mtu kwenye hatima yake. Anaweza kamwekea mtu kitabia au vimakosa, anaruhusu ukosee ili baadaye usiwe yule ambaye Mungu alikuwa amemkusudia. Mungu akusaidie sana. Kwa Roho wake Mtakatifu na kwa mafuta yake matakatifu ambaye ni mwalimu wa kweli, akuongoze kuto kumkosea Bwana kwa habari ya hatima yako. Nataka nikwambie kuna mambo mengi sana ya hatima ambayo yanaweza akapelekea wewe unaweza kaona kwamba hivi wa hatima naweza nikawa mimi. Mtu unaweza kaenda mbali sana na hatima yako. Na ukiwa mbali na hatima yako, neema ya Mungu haiko huko. Lakini hata iweje, kama una hatima yako, baada ya siku tu Mungu atakuja kuifungua hiyo hatima. Na naomba Mungu hiyo siku iwe leo. Naomba Mungu iwe siku ya leo. Sikufundishi haya ili uache kusoma. Wakasema kwamba sasa hatima yangu ni nini? No. Mimi nimefanya kazi karibia miaka 10 na kitu. Nimeacha kazi of course kwa sababu ya majukumu, kanisa na watu wengi, 10,000 na kitu. Huweze kawa part time pastor. Lakini sasa najua kuna watu mwingine umeitwa kwa ajili ya ufamasia. Kama umeitwa unashangaa baraka za Mungu za kubwa kweli hapa. Na sasa utakuja kugundua kwamba ile hatima inaungana na kiu ya kufanya. Inaungana na bidii ya kufanya. Unashangaa haupambani kusoma. Wengine mpaka tuweke maji. Yaani mpaka unaweka maji, unakunywa kahawa, unakunywa sweet energy na bado nalala. Katafute katika kitabu cha Bwana ukasome. Katafute katika kitabu cha Bwana ukasome. Na wakati mwingine Mungu anaweza akaruhusu usijijue wewe ni nani. Anaweza akaruhusu kwa makusudi yake kabisa. Anaweza akaruhusu, unaweza kuwa ni mtu mkubwa sana. Anaweza akaruhusu usijijue kwa sababu zake. Kwa mfano, nimekwambia kwamba Yohana alizaliwa, lakini kuzaliwa kwa Yohana kulitanguliwa na malaika pia. Malaika akamtokea Zekaria. Zekaria alivyokuwa katika desturi yake ya ukuhani. Zekaria naye alitokewa na malaika katika desturi yake. Nafanya
hawana mtoto miaka mingi sana, mpaka wamekuwa wazee. Baadaye anaambiwa dua yako imesikiwa na Mungu. Vikongwe, mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto, huyo mtoto ataitwa jina lake Yohana. Anaambia atakuwa amejawa na Roho Mtakatifu tangu tumboni. Yaani tangu tumboni jamaa amesheheni. Nini? Kusudi lake linahitaji awe hivyo. Na ndio maana kama unahisi kiu ya kuomba, omba. Kuna kitu kinakudrive humo ndani kwa ajili ya kusudi lako. Omba. Ukitakiwa kuomba, omba. Ukitakiwa kuimba, imba. Ukitakiwa kusoma neno, soma neno. Kuna kitu umewekewa tangu tumboni. Atajaa Roho Mtakatifu, naye atatangulia mbele yake katika roho ya Elia, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, ili nchi isipige kwa laana. Akasema kwamba yeye Yohana atakuwa ni wa nje, wa ndani ni roho ya Elia. Yaani nje ganda ni Yohana, ila roho ni nani? Elia. Kwa nini ilitabiriwa katika Malaki sura 4 na mstari ule wa 5? Nitawaletea na Elia nabii kabla haijaja siku ya Bwana. Siku moja Yesu, kwa sababu ya muda wetu, yaani nasoma maandiko kwa sababu sitaki nikwambie ufungue. Mathayo sura ya 17. Yesu amepanda mlimani na wanafunzi wake, Petro, Yakobo na Yohana. Wakiwa kule, sura ikabadilika, nini, mambo yakatokea kule. Akiwa na shuka, anawaambia wanafunzi wake, msimwambie mtu yeyote maono haya. Wanafunzi wake wamwambia, lakini mbona iliandikwa kwamba Elia lazima aje kwanza? Wakamshona swali. Yesu akamwambia, ndiyo, Elia ilimpasa kuja kwanza, lakini nawaambieni Elia amekwisha kuja, wasimtambue. Ishu za Mungu zinaenda kwa kificho. Unayemtafuta anaweza akawa yupo na usimtambue. Unayemtafuta anaweza akawa yupo, usimtambue. Elia alikuja, hawakumtambua, wakamtenda wajuavyo. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye yuaenda zake kuteswa. Biblia inasema ndipo wanafunzi wake wakajua kwamba amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Amen. Baadaye Yesu mwenyewe, Mathayo sura 11 na mstari 11. Yesu mwenyewe anasema, amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika uzao wa mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka. Na mkitaka kujua, huyo Yohana ndiye Elia atakayekuja. Mwenye masikio na asikie. Kwa watu wamepigwa changa, wanahisi tuna Yohana Mbatizaji, lakini kumbe ni Elia Mtishbi. Na ndio maana kulikuwa na similarity, kulikuwa na ufanano wa Elia na Yohana. Wito wa Elia ilikuwa ni jangwani, Yohana maisha yake ni jangwani. Chakula cha Elia nzige na asali wa mwitu, chakula cha Yohana nzige na asali wa mwitu. Na wito wa Elia ilikuwa ni kukemea manabii, kukemea wafalme. Yohana anamkemea Herode, ambao amefanya ni kosa. Kosa la kumkemea Herode ndio lilipekea akate kichwa. Unaona? Kwa kulikuwa na similarity, mavazi yao singa ya ngamia Elia, Yohana singa ya ngamia. Kwa maganda yametofautishwa, tusije tukawa tuna maelia hapa. Sasa huyu Yohana mwenyewe sasa ambaye ndiye Elia, sawa mpaka Yesu ametuambia huyu Yohana ndiye Elia. Yeye mwenyewe hajijui. Kwa kama upo hapo hujijui, don't be surprised. Kuna Yohana ambaye alitabiriwa hakujijua. Kwa jitie moyo na wewe hapa. Naomba nisome hilo andiko. Nakimbia sana. Sitaki angalau tupate kipande ambacho kitatufaa.
Yohana sura ya kwanza na ule mstari wa 19. Sawa. Yohana sura ya kwanza mstari wa 19, Biblia inasema, na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Wanamuuliza, wewe u nani? Naye alikiri, wala hakukana, alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasemaje? Mimi siye. U Elia wewe? Akasema mimi siye. Amejikataa. Lakini Yesu amesema mkitaka kukubali, huyo ndiye Elia atakayekuja. Anauliza yeye, u Elia? Sema mimi si. Asikia Wakamuuliza, akasema mimi si. Wewe unabii yule? Akajibu akasema la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu gani wale waliotupeleka kwake? Unasemaje juu ya nafsi yako? Akasema mimi nahisi tu sauti. Naona tu sauti ya mtu. Sauti ya mtu aliaye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana. Yaani yeye anaona tu sauti inamtoka. Unasema mimi sio nabii, sio Elia, sio chochote, ila nahisi tu sauti inatoka. Tengeneza njia ya Bwana, yanyooshe mapito yake. Na leo ninaamuru njia ya Bwana itengeneze kwenye maisha yako. Mapito ya hatima yako yanyooshe. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuinyosha njia ya hatima yako, njia ya ustawi, njia ya kesho yako inyoke kwa jina Yesu. Yesu ambaye alikuwa ni Mungu. Sasa huyu Yohana, utasoma kwa wakati wako. Huyu Yohana, hii inasema ni sauti ya mtu aliye nyikani. Naye mwenyewe ameandikiwa Isaya sura ya 40. Sauti ya mtu aliye nyikani. Yesu kitabu kile aliyopewa Yesu akusoma ya Yohana. Yohana aliyopewa kusoma akusoma ya Yesu. Pokea neema ya kuyasoma ya kwako peke yako. Usipambane na mambo ya wengine, pambana na ya kwako. Timiza kazi yako. Amen. Nikiwa namalizia. Mbona mnacheka? Naomba nimalizie basi. Au mbona mnacheka? Nisikilize. Macho yanaweza yakafumbwa usimjue mtu. Macho yanaweza yakafumbwa usijijue. Yohana ni Elia, lakini ye mwenyewe hajijui na watu hawamjui. Siku moja Yesu alikuwa anaongea, nilikwambia siku ile kwenye kitabu cha Luka sura 24. Amekutana na watu, anazungumza nao. Macho yao yamefumbwa wasimtambue. Ila akaanza kuelezea mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe, kuanzia manabii wote mpaka mwisho. Yaani kaambia, akachambua kwenye kitabu cha Mwanzo, mimi nilikuwa hivi. Kwenye kitabu cha Kutoka, mimi ndo nilikuwa yule nyoka aliyeinuliwa, nyoka wa shaba. Hapa mimi ndo nilikuwa ule mwamba uliowafuata watu. Mimi ile mana ya kushuka, mimi ni mkate wa uzima. Anawaambia mimi ni huyu, mimi ni huyu. Aliwafunulia yote. Wale jamaa hawajui. Hatari kubwa ya kutokujua. Wanayemtafuta ila wamefumbwa wasijue. Sasa akataka wamefika nyumbani kwao, wanataka kuendelea. Anambia, umetufundisha vizuri neno la Mungu. Umekuwa usiku, karibu ukae. Yesu alijifanya kama anaendelea mbele. Yesu ni mpaka umkaribishe. Shetani ndo anaingiaga tu bila hodi. Lakini wakamwambia karibu, wamemkaribisha. Wakamwambia sasa, ombea chakula, mhubiri wetu, ombea chakula. Alivomba tu akaumega mkate, macho yakafunguliwa. Jamani, ni yeye mwenyewe. Kapotea. Wakasema,
Ndiyo maana alivyokuwa akiongea na sisi, mioyo yetu ilikuwa nafanya nini? Ilikuwa na waka. Kumbe akiwa anaongea na wewe, mioyo yako, ukiona moyo na waka, jua yule unayemtafuta anazungumza na wewe kwa habari ya hatima yako. Nataka usimame. Ambaye ni Mungu alijua anakuja kwa ajili ya nini, lakini alihitaji Yohana amtengenezee njia. Kwa mambo ya hatima yako unahitaji mtu wa kutengenezea njia. Kuna mtu ambaye is a destiny helper. Kila hatima ina msaidizi wake. Kwa unapomwona mtu mwingine anakuja kwenye maisha yako, akija kama msaada wa hatima yako, unapomfanyia mtu unaweza ukafukuza msaada wako, kwa sababu Mungu atakugusa wewe kupitia mtu. There is no way utamwona Mungu hapa, si Mungu yupo. Mungu wasalimia watu wako ni mpaka mtu aongee ndo Mungu anaongea. Kwa ni mpaka mtu akuguse ndivyo Mungu aguse maisha yako. Ni mpaka mtu akusaidie ndivyo ambavyo Mungu anaweza kukusaidia kwenye hatima yako. Maombi yangu leo mimi, kwenye career yako ama kwenye wito wako ama kwenye jambo lolote ambalo Mungu amekuita kwao, Mungu akuinulie mtu akukusaidia. Destiny helper. Mtu ambaye ni msaada kwa ajili ya jambo ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Mtu ambaye ni msaada kwa ajili ya jambo ambalo limewekwa ndani ya moyo wako. Mtu ambaye ni msaada kwa ajili ya ule wito ulio ndani yako. Mtu ambaye ni msaada kwa ajili ya ile karama iliyo ndani ya moyo wako. Mtu ambaye ni msaada kwenye mambo ambayo Bwana ameyatenda, ameweka juu ya maisha yako. Baba Mungu, ninaachilia neema ya watu hawa, wainuliwe msaada. Sema, Bwana Yesu, ninakuomba leo kwenye maisha yangu niinulie mtu ambaye ni msaada wa kunipeleka kwenye hatima yangu. Iwe ni kwenye chuo, iwe ni kwenye biashara au miradi yoyote ambayo umenikusudia au wito wa kutumikia wewe. Ninaomba Bwana, nipe mtu ambaye ni msaada, ambaye anaweza kunitengenezea njia katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba neema yako juu ya maisha yangu na hatima yangu katika jina la Yesu. Hali yoyote ambayo shetani amezuia hatima yangu, kwa jina la Yesu, imeandikwa watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Ninakataa. Sijapatana na shetani, sijapatana na mashetani. Mimi nimepatana na wewe Yesu. Jambo lolote la kishetani leo ninalikataa. Iwe ni tabia, ninaikataa. Iwe ni ugonjwa, ninaukataa. Iwe ni kifungo, ninaikataa. Iwe ni majeraha, ninayakataa. Sio sehemu yangu katika jina la Yesu. Mimi ninajua ndani ya moyo wangu ipo kazi iliyo njema, na ninakuomba Bwana, kwa ajili ya kazi iliyo njema, niinulie msaada, niinulie msaada, niinulie msaada, niinulie msaada katika jina la Yesu. Inua mikono mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, umenipa mamlaka juu ya pepo chafu. Umenipa mamlaka juu ya kila ugonjwa. Umenipa mamlaka juu ya kila kifungo. Umenipa mamlaka juu ya mamlaka zote za giza iliyosimama kuzuia hatima ya mtu huyu, katika jina la Yesu Kristo. Iliyo ndani ya familia, iliyo ndani ya damu, iliyo ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu. Na kila adui wa familia aliyepandwa kwenye maisha kwa sura ya rafiki ili aweze kumpotosha, ninamkatilia mbali. Na kila kifungo ninaamuru kuanzia leo kivunjike kwa jina Yesu. Balaa ziondoke, laana ziondoke. Imeandikwa, kila pando ambalo Baba mbinguni kulipanda litang'olewa. Ninang'oa kila mapando ya kioshi ya kishetani, mapando ya vifungo, mapando ya udhaifu, katika jina la Yesu. Imeandikwa, mtapokea nguvu kutoka juu, akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Ninaachilia Roho juu yao,
na achilia roho wa uzima, na achilia roho wa afya, na achilia roho ustawi, na kuvika vazi la utukufu katika jina la Yesu. Ninavunja kila udhaifu, navunja kila mikosi, navunja kila laana, navunja kila kifungo cha kuzuia hatima yako. Chochote kilichosimama kama kizuizi na kivunja kwa jina Yesu. Ninaamuru neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikustawishe. Kila daraja lililovunjwa ambalo limekutenga na hatima yako, na lijenga daraja la kiroho la kukuvusha ng'ambo ya hatima yako katika jina la Yesu. Hatima za safari ninazijenga leo, hatima za ustawi ninazijenga leo, hatima za kaluma nazijenga leo, hatima za kumtumikia Bwana nazijenga leo, hatima za utumishi mkubwa nazijenga leo. Baba, katika hawa wainuke makuhani, wainuke maaskofu, wainuke walimu, wainuke wachungaji, wainuke watawala, wainuke watawala, kama ilivyoandikwa, Yuda, kwako watatoka watawala. Ninaamuru watawala watoke kwa hawa, ninaamuru viongozi watoke kwa hawa. Ninapanda neema ya kila mmoja kuishi hatima yake katika jina la Yesu. Na yule ambaye ameenda mbali sana na hatima yake, Bwana, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ninamkusanya kwa ajili ya hatima yake, na ikusanya afya yake, na ikusanya roho yake, na ikusanya na muunganisha na hatima yake. Yule aliyechoka, kwa Roho wake Mtakatifu, kwa Roho wako Mtakatifu atiwe nguvu tena, maana vijana waweza kuchoka. Wale wanaongoza Bwana watapata nguvu mpya. Pokea uweza mpya, pokea mafuta mapya, pokea nguvu mpya ya kuendea hatima yako, pokea moto wa kwenda kwenye hatima yako, pokea uweza. You shall receive power, receive power, receive power, receive power. Be power system. Pokea uweza, pokea msaada wa Roho Mtakatifu, pokea msaada kwa ajili ya hatima yako, pokea msaada ya rado shaka, irado shapa, ya rama sata, erado shapa, ya ndorobo shapa. Fungua kinywa chako, pokea msaada. Utapokea msaada juu yako, akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Pokea vazi, pokea vazi, vazi la uweza, vazi la uweza, na kuvua mavazi ya aibu, na kuvua mavazi ya vifungo, na kuvua mavazi ya tabia isiyofaa, na kuvua kinywa cha maneno yasiyofaa katika jina Yesu. Naweka moto, naweka moto, moto wa Roho Mtakatifu. Fire, fire, fire. You shall receive power. You shall receive power. You shall receive power. You shall receive power. After the Holy Spirit has come upon me. Ya rado shaka, irada soto, ya rado shaka, iraba shaka. Pokea uweza utokao juu, pokea uweza utokao juu, pokea uweza utokao juu. Yeye na kiu na anywe sasa, yeye na kiu ya kutimiza upenzi wa Bwana. Pokea uweza wa kuendea mambo ya hatima yako, pokea uweza. Netarodo shaka, irado shaka, yarado shaka, erada shaka, karado shaka, irada shaka, yarado shaka, irada shaka. Na achilia vipawa, na achilia vipawa kwa ajili ya hatima yako, irada shaka. Na achilia vipawa kwa ajili ya hatima yako. Pokea hatima yako, pokea neema ya kwenda kwenye hatima yako. Irado shaka, erama shoto, irada shaka. Wale walio tangu asili, aliwatenga tangu asili. Umetengwa tangu asili, umetengwa tangu asili, umetengwa tangu asili. Nenda kwenye hatima yako, nenda kwenye hatima yako. Go to a destiny, go to a destiny, go to a destiny, go to a destiny, go to a destiny. Yarado haraba, erama shoto, irado shaka, yarada shaka. Na achia moto, na ugonjwa ninafungua vifungo, balaa zote, magonjwa yote, magonjwa ya moyo, magonjwa ya tumbo, yarado shaka, irada shaka. Na amtia uzima, naweka uzima, irado shaka. Na likuja ili wawe na uzima kisha lotele, erado shaka. Natangaza uzima, natangaza afya, natangaza ustawi kwa damu ya mwanakondoo. Yarado shaka, iraba shaka, erado shaka, iraba shaka, erado shaka, yarabo shaka, iraba shaka. Na achia neema ya hatima yako katika jina la Yesu. Yarado harama shoto, irada herebe shaka, erado shaka, robo shaka, irado shaka, robo baba. Roho wa Bwana atakujia kwa nguvu, na utageuzwa na kwa mtu mwingine
Pokea neema leo, ugeuze uwe mtu mwingine, uwe shikamo kwa ajili ya vipawa vya Bwana. Yatorebe sapa yeradao halamasoto yeramamasoto yaradao halamasoto. Na achia neema ya kusema ilamasoto, neema ya kutenda na yachia juu yako. Yaradao saka yaradao saka, neema ya kuishi kusudi la Bwana na yachia juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yatarabusapa. Baba, ninaunganisha na hatima yako, sio hawa tu, bali na wale watakaozaliwa na wao na wale ambao hawapo hapo. Naomba pia kwa ajili yao, neema yako Bwana isilie iwe juu yao, uwalinde na mabaya, uwalinde na dunia, uwalinde na watu wasiofaa. Na achia mafuta yako juu yao, na achia mafuta yako juu yao, na achia mafuta yako juu yao, mafuta ya kuishi kusudi lako, mafuta ya kuishi kusudi lako kwa gharama zote. Yatorebe shapa yirado shapa yarababa shetorebe shapa. Shangilia Bwana kama kufanya hisabu. Yirado shapa. Naomba nimkaribishe Mondeleka, mnisamehe kwa kula muda wenu. Neema ya Bwana iwe juu yako. Hali yoyote uliokuja nayo, udhaifu wowote, ninauondoa kwa jina la Yesu. Pokea mwanzo mpya, kwa maana yeye akaaye katika kiti cha enzi amesema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. I command a new beginning. I command a new beginning. I command a new beginning. Kwa jina la Yesu. Ninaamuru mwanzo mpya kwako katika jina la Yesu.